Mambo vipi mtazamaji wa Master Voice Online TV, usisahau kusubscribe, kulike, kucomment na kushare. Bwana, leo tumepita katika ukurasa wa Facebook wa kwake Askofu Mwamakula unaojulikana kwa jina la Emmaus Bandikile Mwamakula. Ameandika ujumbe mzito kuhusiana na Yeriko Nyerere. Askofu Mwamakula anasema, ameanza kwa kuandika, anasema askofu hakatifi tamaa kwa uongo. Anasema wiki chache zilizopita aliyekuwa mgombea wa ubunge katika jimbo la Kigamboni kupitia tiketi ya Chauma, Yeriko Nyerere alijirekodi na kusambaza video katika ukurasa wake ikiwa na maudhui kadhaa kuhusu Askofu Mwamakula. Katika video ile, Yeriko alisikika akisema kuwa kipindi cha mwaka 2024 Askofu Mwamakula amekuwa na safari za mara kwa mara kwenda Nairobi. Yeriko alidai kuwa safari hizo ni zile za kukutana na Maria Sarungi kwa kile alichokiita yeye kuwa wanapeana fedha, lakini ilitushangaza sana kwani askofu hajawahi hata siku moja kukutana na Maria Sarungi na wala hata kuongea naye, na sijui hata Maria anajua kama askofu akifurahi anakuaje, maana naye hajawahi kumuona. Baada ya kuona na kusikiliza video ile, tulifikiri kuwa Yeriko angepata muda wa kujirekebisha au kusahihisha kauli zake, hasa kama atakuwa aligundua ya kuwa hakusema kweli. Tulifikiria hivyo kwa kuwa tuliamini kuwa Yeriko ni mtu anayejenga hoja zenye ukweli uliopatikana kwa njia ya kuzifanyia utafiti na kuzihakiki taarifa. Lakini kwa kuwa hadi sasa hajasahihisha kauli yake, sisi tumeona vema tuweke kumbukumbu sahihi ili kizazi kijacho kisirithi kumbukumbu iliyopotoka na isiyo sahihi. Hii pia itakuwa fursa ya pekee kwa Yeriko kujifunza namna nzuri ya kujenga hoja za kisayansi katika siasa ili aweze kuaminika katika jamii. Kwa kipindi cha miaka 4 mfululizo kutoka mwaka 2023, 2024, 2025 na sasa 2026, Askofu Mwamakula hajawahi kutoka nje ya nchi. Kumbukumbu za idara ya uhamiaji zitathibitisha ya kuwa askofu alitoka nje ya nchi kwa mara ya mwisho mwezi Desemba 2022 kupitia mpaka wa Namanga, na pia alirudi kupitia mpaka huo huo. Hiyo ilikuwa ni safari ya kanisa ambapo alikwenda kufanya ibada katika kanisa lao la Ruiru iliyo karibu na Nairobi. Lakini kabla ya hapo alitoka Septemba 2019, na baada ya hapo ugonjwa wa COVID-19 uliathiri safari zake ambazo zilitegemea sana kukutana pia na umati wa watu huko alikokuwa akienda. Lakini kama Yeriko Nyerere atakuwa na jinsi nyingine ya kuthibitisha kama askofu anamiliki pasipoti feki, basi atauambia umma kuwa jina la hiyo pasipoti ni lipi na alipitia ruti ipi kutoka nje ya nchi na kurudi tena nchini kwa pasipoti hiyo, na uhamiaji watathibitisha jina hilo. Tunasikitika sana kuwa Mheshimiwa Yeriko Nyerere aliruhusu kujirekodi kusema na kusambaza uongo dhidi ya Askofu Mwamakula pasipo na kujiridhisha. Hatujui lengo lake lilikuwa ni nini. Sisi pia tunafikiria na kuamini ya kuwa uongo haujawahi kumjenga mwanasiasa yeyote zaidi ya kubomoa taswira na haiba yake. Lakini pia ni ukweli kuwa tuhuma za uongo hazimbomoi mtu, lakini mtu anayejali utu na anatafuta namna ya kumsaidia mtu anayetaka kujenga utamaduni wa kujenga hoja zisizo na ukweli. Na kama watu wanamwamini kiongozi mkweli, basi ni wajibu wa viongozi waliotangulia kiumri ili kuwaasa viongozi vijana kuepuka kujenga au kuunda hoja zisizokuwa na ukweli wowote na kisha wakaziremba ili waaminike. Siasa ni sayansi, kwa maana ya kuwa hoja za kisiasa hufanyiwa utafiti wa kina kuhusu ukweli wake na faida yake kwa jamii kabla ya kuzitoa hadharani. Siasa ni sanaa, kwa maana ya kuwa hoja za taarifa za kisiasa
zilizofanyiwa utafiti utafutiwa njia nzuri na bora ili ziwasilishwe kwa umma kwa urahisi zaidi. Lakini pia siasa ni ushawishi, kwa maana ya kuwa umma huweza kushawishiwa na kuvutiwa na hoja ambazo pia zimefanyiwa utafiti juu ya ukweli wake kabla ya kuwasilishwa kwa ustadi. Siasa ni maisha halisi ya watu. Kwa sababu hii, wanasiasa makini huepuka kujenga uadui na watu kwa kupika maneno ya uongo dhidi ya watu wengine. Mwanasiasa anaweza kujijenga au kujibomoa kutokana na anavyojenga hoja zake hadharani kuhusu watu wengine. Tunatarajia pia kuwa kama Yeriko hataweza kuthibitisha juu ya safari za mara kwa mara za askofu kwenda Nairobi kwa kipindi hicho cha mwaka 2024, basi ataweza kuomba radhi kwa kitendo cha kujirekodi, kusema na kusambaza taarifa zisizo kuwa na ukweli. Hii itamsaidia pia yeye mwenyewe binafsi katika maisha yake ya kisiasa, kwa kuwa yeye bado ni kijana mdogo aliye na miaka mingi mbele ya kufanya siasa. Askofu amekuwa akiwatetea watu wengi sana, wakiwemo wanaharakati na viongozi wa vyama vya upinzani, na katika harakati hizo hajawahi kulipwa fedha na kiongozi yoyote yule au pia taasisi yoyote ile. Ni gharabu sana. Akialikwa anaweza kulipwa gharama za usafiri na wale waliomualika, lakini hiyo inakuwa mara chache. Bila shaka ipo damu na jasho ya askofu katika harakati za kutetea haki na katika jitihada zake za kujenga demokrasia nchini. Hajatumwa na wala hajaombwa kufanya hayo, bali ameguswa na maisha ya watu wake. Kutetea watu nchini Tanzania ni zoezi gumu na lenye gharama nyingi sana, lakini pia gharama iliyo kubwa kupita zote ni kusalitiwa na watu uliowahi kuwatetea. Inasemekana kuwa watu wengi waliacha kutetea haki mara baada ya kukatishwa tamaa na wenzao. Inawezekana pia mambo haya yanakuja ili pia tuweze kukata tamaa. Lakini kwa nini mtu ukate tamaa wakati wa kushuka mlima Kitonga, wakati unajua kuwa muda sio mrefu utaingia Mikumi, uende Ifakara na Kilombero kula pepeta? Tunaweka haya ili baadaye Yeriko akija kupata kuwa kiongozi tusijisikie vibaya kumkosoa, kwani tutakuwa na historia ya kumrekebisha. Je, nini kimekushangaza? Je, nini maoni yako? Mwanakondoo ameshinda, tumfuate. Askofu Emmaus Bandikile Mwamakula, Itunge, Dar es Salaam, tarehe 2 Machi 2026 saa 7:12 mchana. Bila shaka ndo muda ambao ameandika ujumbe huo. Sasa ukishuka pale chini kuna komenti nyingi sana. Sasa tunazungumzia komenti kama 60 kitu hivi, lakini kusomea chache ambazo zimeandikwa pale. Katika zile komenti mwingine anasema, baba askofu, usihangaike na mtu aliyeharibikiwa ukubwani, maana huyo bila shaka hakumalizia dozi yake huko Mirembe. Mwingine anasema, Yeriko msamee bure, amevurugwa. Mwingine anasema, nimeshangazwa na wewe baba askofu Emmaus Bandikile Mwamakula kusema kwamba Yeriko husema habari zenye utafiti. Tangu lini huyu kijana akafanya hivi? Angewezaji kumuita mtu alfa na omega? Mwingine anasema, kwa nini unamjibu mtu kama huyu? Huo ndio ujumbe wake Askofu Mwamakula. Asante kwa kusubscribe, kulike, kucomment na kushare.